Hali gani mpenzi mtazamaji ambao unaenda kutufuatilia, matumaini yangu mzima wa afya kabisa. Karibu sana kwenye mahojiano yetu ambayo ni mazuri kabisa, ambayo utafahamu vitu vingi sana siku ya leo. Lakini mbali na hivyo, nipo na mgeni siku ya leo kwenye interview hii na nitatamani aweze kujitambulisha. Mambo vipi? Safi kabisa. Ndio. Watanzania wanakufahamu kwa jina gani? Watanzania wanafahamu kwa jina la Joseph Sinda Magutu. Okay. Ni mwenyekiti wa chama cha watu wenye albino wilaya Tarime, lakini pia ni katibu mkuu wa klabu ya michezo ya watu wenye albino ambayo inaitwa Albinism Sports Club. Okay. Hongera sana kwa hivyo vyo mzee. Nini siri ya mafanikio kwa hivyo? Siri ya mafanikio ni namna gani sisi watu wenye albino tunavyoendelea kushiriki na kushirikishwa katika shughuli mbalimbali za kiuchumi, kijamii na kisiasa. Okay. Natamani fahamu Tanzania ya leo na Tanzania kipindi cha nyuma kwa albinism ni Tanzania ipi ambao unaifurahia? Kwa sasa naifurahia Tanzania sasa kwa sababu watu wenye albino wamekuwa tukishirikishwa katika shughuli mbalimbali za kiuchumi, kijamii na kisiasa. Hususan hata serikali imetambua uwepo wa watu wenye albino na imetambua kwamba watu wenye albino wanaweza kuwa viongozi, wanaweza kushiriki katika uongozi mbalimbali wakiwapo wabunge, wakiwapo mawaziri, wakiwapo mabalozi. Maana yake imetambua na sisi tunaweza kushiriki shughuli mbalimbali za kiuchumi, kijamii na kisiasa. Na ndio maana viongozi au serikali imekuwa ikitushirikisha kwa sasa katika shughuli mbalimbali kama nilivyoeleza hapo mwanzo. Kila ambapo kuna mafanikio, changamoto hazikosi. Pia ni changamoto zipi ambazo mnazipitia? Changamoto ni kwamba bado jamii na watu mbalimbali wenye fikra potofu wamekuwa wakifikiri kama watu wenye albino tunaweza kuleta mafanikio wakichukua viungo vyetu. Kwa hiyo imekuwa ni fikra potofu na wamekuwa wakitunyanyapaa kwamba watu wenye albino hatuwezi kushiriki katika shughuli mbalimbali. Lakini watu wenye albino tunaweza kufanya mambo makubwa zaidi hata kuliko mtu asiyekuwa na albino. Okay. Na sasa hivi mnapata nafasi nyingi za serikali, si ndio hivyo? Ndio. Je, mnazitendea kazi vile ambavyo mlitegemea mkipewa nafasi? Tunatendea kazi vizuri kabisa. Na hata ukiona mwaka huu baadhi ya wabunge wanatuwakilisha pale bungeni Dodoma, akiwepo Mheshimiwa Yumna Manga anafanya vizuri na anatusemea vizuri, akiwepo Mheshimiwa Keisha wanafanya vizuri. Okay. Na balozi Dr. Posi wanafanya vizuri na wanatuwakilisha vizuri. Maana yake ni kwamba tungekuwa tupata nafasi tangu kipindi cha nyuma tungekuwa tufanya vizuri zaidi ya hapa. Kwa hiyo tuendelee kuomba serikali, wadau mbalimbali kuweza kutuunga mkono kuhakikisha kwamba watu wenye albino wanasoma vizuri, familia zetu zituwezeshe kuweza kuhakikisha kwamba yale malengo tuliyokuwa nayo yaweze kufikia. Sawa. Bana, kilichofanya tuweze kukutafuta kwa ajili ya interview hii ni kuhusiana swala ambao mnalo tarehe 12. Tarehe 13 mwezi Juni ambao ni mwezi wa 5, mwezi wa 6. Ni tarehe 13 mwezi wa 6. Hilo jambo ni kubwa by the way, na tungetamani tupate update ya hili jambo. Ni jambo gani watazamaji wangetamani kujua, lakini pia litafanyika wapi na ni kwa nini lifanyike? Kimsingi ni kwamba kila mwaka Juni 13 Umoja wa Mataifa ulipitisha kuwa ni siku ya kimataifa ya kuongeza uelewa juu ya watu wenye albino ambayo ni International Albinism Awareness Day, ambayo kila mwaka inafanyika kuanzia mwaka 2015 ndio ilianza kufanyika kimataifa. Na sasa sisi kama Tanzania Albinism Society Tarime kushirikiana na Albinism Sports Club tunaandaa bonge la marathon ambayo itakuwa ya kwanza kidunia. Haijawahi kufanyika, itakuwa ya kwanza kidunia ambayo itawezesha kuwashirikisha watu wenye albino kutoka nchi mbalimbali, kuweza kuhakikisha tunashirikishana, kuweza kukutana pamoja, kuhakikisha kwamba tunafikisha ujumbe kwa jamii na tunaendelea kuongeza uelewa juu ya jamii, lakini pia kwa maasisha jamii iweze kutushirikisha katika shughuli mbalimbali za kiuchumi, kijamii na kisiasa, ikiwemo michezo, kwa sababu watu wenye albino wengi wamekuwa washiriki katika michezo mbalimbali. Hiyo imekuwa inatukosesha fursa watu wenye albino, kwa sababu watu wenye ulemavu wengine, wenye ulemavu wa viungo kama ukiona Tembo Warriors na timu mbalimbali za watu wenye ulemavu wamekuwa wakishiriki katika michezo mbalimbali ya kimataifa na ya kidunia kuwakilisha nchi. Lakini watu wenye albino tumekuwa nyuma kabisa. Tukaona kwamba sasa ni wakati mwafaka wa sisi kuona kama tunakuwa na matamasha, maonyesho na
michezo mbalimbali ambayo itatusaidia na sisi kuweza kupata fursa ya kushiriki katika michezo mbalimbali kama watu wenye ulemavu wengine. Kumekuwepo na michezo mbalimbali, Special Olympic, Paralympic, Deaf Olympic, zote ni za kimataifa. Lakini hakuna mchezo wowote ambao unashirikisha watu wenye albino. Maana yake watu wenye albino tumekuwa tukitengwa. Ukiangalia kanuni za ushiriki wa Paralympic, wanasema lazima uwe na ulemavu wa viungo. Ukiangalia Deaf Olympic lazima uwe ni mtu mwenye ulemavu wa kusikia. Ukiangalia Special Olympic lazima uwe na ulemavu wa akili. Kwa zote hizo kanuni zinatukataa. Sasa ni wakati mwafaka sisi kuona kwamba jamii iweze kutupa nafasi, serikali na jumuiya ya kimataifa kuona kwamba watu wenye albino nasi pia tuna haki ya kushiriki na kushirikishwa katika michezo mbalimbali ya kimataifa na ya kitaifa. Sasa litafanyika ni siku moja tarehe 13 tu au itachukua muda gani, na watu ambao mnawahitaji lakini pia wageni rasmi tungetamani kufahamu imekaa vipi? Kimsingi kuanzia Juni mosi tutaanza kwa shughuli mbalimbali ambazo tutashirikisha watu wenye albino na wasiokuwa na albino. Maanake ni marathon jumuishi, si kwamba wakimbiaji ni watu wenye albino pekee. Hapana, tutakimbia watu wenye albino na wasiokuwa na albino. Kwa hiyo tutashirikisha wadau mbalimbali kuhakikisha kwamba tunafanya jambo hili ni jumuishi, hataki kujitenga pekee yetu. Maanake tunasema si unaposema kwamba Albinism Awareness International Marathon si kwa ajili ya watu wenye albino pekee. Ni mbio jumuishi. Mbio jumuishi. Maana yake hata wewe pia utapaswa kushiriki. Tutakupa leo fomu uweze kujisajili, uweze kushiriki, kuhakikisha kwamba unatuunga mkono, kuhakikisha kwamba jambo letu linafanikiwa. Na fomu ni shilingi ngapi? Fomu kwa ukiwa mtu mmoja pekee ni shilingi 35,000, lakini kwa shule, organization, makampuni na mashirika mbalimbali mkija watu watano ni shilingi 25,000. Lakini ukichangia 30,000 mpaka 40 utakuwa umechangia mahitaji mbalimbali ambayo itawezesha kufanikisha jambo letu, ambalo itawezesha kujenga uwanja wa michezo wa watu wenye ulemavu, lakini pia kujenga darasa la michezo kwa watu wenye ulemavu, lakini pia kujenga uzio kwa ajili ya shule ambayo imewezesha watu wenye albino. Mpaka leo tuna matokeo chanya. Watoto wote waliosoma kwenye shule ya St. Jude wamefanikiwa na wamefika hatua mbalimbali. Wengine wamepata ajira serikalini, wengine wako chuo kikuu na wengine wako nje ya nchi. Maana yake kwamba shule ya St. Jude imetupa ushirikiano, ndio maana tumeingia ushirikiano nao kuweza kuhakikisha kwamba jambo letu au marathoni hii inafanyika, kuwezesha kufanya hayo ambayo yatasababisha kuweza kuongeza mafanikio uelewa kwa watu wenye albino, ili siku ya siku watu wenye albino wawe na mchango kwenye familia zao, kwenye jamii na taifa kwa ujumla, kama walivyo Dr. Posi, kama alivyo Mheshimiwa Kaisha, alivyo Mheshimiwa Yuma Manga. Maana yake wasingekuwa wamepata elimu nao pia wangekuwa katika mazingira magumu, lakini baada ya kuwa wamepata elimu wamewezeshwa na familia zao na serikali. Leo wamekuwa na mchango mkubwa katika serikali, na ndio maana umeona leo tuna Mheshimiwa mbunge Yuma Manga yuko pale Dodoma bungeni anatuwakilisha. Maanake angekuwa hana elimu, hana uelewa, maanake familia yake ingemtenga na kumnyanyapaa. So uwanja huu mmetegemea mtaujenga wapi? Uwanja huu utajengwa eneo la Gamasara. Maanake huo uwanja tunaujenga kwa kushirikiana na shule ya St. Jude, ambao tumeingia mkataba nao. 25% itakuwa ni kwa ajili ya kuwezesha watu wenye albino,